Baduke Stats, Sport Next Level. Kocha Fadlu Davids amesisitiza kwamba kikosi chake, timu yake iko tayari kucheza popote pale katika mechi ya marudiano tarehe 25 dhidi ya RS Berkane, ikiwa ni fainali ya pili, na kwamba huko atakapoenda kucheza popote pale ana uhakika timu yake inao uwezo wa kubadilisha matokeo, kupindua meza kibabe kutoka kwa nyuma kwa mabao 2-0 kutokana na mechi ya leo hii dhidi ya RS Berkane, mechi waliocheza kule nchini Morocco, na kufanya matokeo yawe upande wa Simba na kulitoa taji la kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu huu 2024-2025. Katika mechi ya leo Simba walianza vibaya katika dakika 15 za kwanza, jambo ambalo kocha Fadlu Davids amekiri hawakuwa wazuri katika kukabiliana na pressure kutoka kwa wachezaji wa wenyeji kwa maana RS Berkane, na hilo kwa kiasi kikubwa likichangiwa na kile alichokieleza kwamba ni vijana wake kukosa uzoefu wa kuhimili pressure. Mashabiki walikuwa karibu na uwanja wa RS Berkane, maelfu wakizomea, lakini pia pressure kutoka kwa RS Berkane walioanza mchezo kwa kasi sana. Matokeo yake walishindwa kutekeleza majukumu yao kama walivyoelekezana katika dakika hizo za mwanzo na kuruhusu mabao katika dakika za 8, ambayo nakumbuka vizuri mfungaji alikuwa Mamadou Lamine Kamara, lakini pia katika dakika ya 14 bao lililowekwa wavuni na Osama Lamliwi, mshambuliaji kinara wa RS Berkane. Lakini baada ya mabao haya Fadlu Davids anaeleza, na ndicho kilichoshuhudiwa, kwamba Simba waliimarika zaidi, na hasa katika kipindi cha pili ambapo walikuwa aggressive zaidi, wapambanaji zaidi, wakifika kwenye matukio kwa wakati, lakini kuwa karibu na kuweka mshonano wa kutosha kiasi ya kwamba nafasi hazikuwa wazi kivile kwa RS Berkane kumfikia golikipa wao Musa Kamara. Ni katika mechi ambayo mabao haya ndiyo yaliyozaa ushindi kwa RS Berkane. Ni katika mechi ambayo wenyeji RS Berkane walipiga pasi 381 ilhali Simba wakipiga pasi 358. Hizi zikiwa ni pasi za jumla ambazo mwisho wa siku ziliwezesha pia kuwa na umiliki wa mpira wa 52% kwa wenyeji RS Berkane dhidi ya Simba 48%. Ni katika mechi ambayo mwisho wake mashuti wenyeji wakawa na takwimu nzuri zaidi kulinganisha na Simba, kwa sababu walipiga mashuti 14, kati ya hayo mashuti 6 yalilenga shabaha, ilhali Simba hawakuwa nyuma, walipiga nao mashuti 9, lakini bahati mbaya sana kwao hakukuwa na shuti lolote lilolenga shabaha. Miongoni mwa mashuti yao miongoni mwa matukio ya kushambulia waliyofanya Simba ambalo pengine lingewezesha kupata bao muhimu katika mechi ya leo ni lile ambalo mpira wa mwisho ulikuwa umfikie Lionel Ateba Mbida na kufunga, lakini maamuzi yake katika kumalizia tukio hilo hayakuwezesha mpira kupigwa na kwenda wavuni ama kulenga shabaha. Ni katika mechi ambayo Simba bila shaka wana mengi ya kuyachukua kutokana na namna walivyocheza katika kipindi cha pili kulinganisha na kipindi cha kwanza. Sasa kocha Fadlu Davids, kutokana na kupoteza mechi hiyo kwa mabao 2-0, anaeleza kwamba margin hii, tofauti ya mabao, wana uwezo wa kubadilisha, kupindua meza na hatimaye kupata matokeo ambayo mwisho wa siku itawezesha kutoa kombe hili. Ikumbukwe fainali hii ya kombe la shirikisho barani Afrika, kama ilivyo kawaida kwa michuano ya CAF, zinachezwa mbili, michuano ya CAF ya klabu. Leo hii imechezwa fainali ya kwanza kule Morocco, ya pili itachezwa tarehe 25. Mshindi ni yule ambaye atakuwa na matokeo ya jumla yenye kumpa matokeo chanya kuliko mwingine. Lakini ikumbukwe kuna bao la ugenini. Simba wakupata bao la ugenini, maana yake katika mechi ya tarehe 25 watatakiwa ushindi wao uanzie 3-0 ili kujihakikishia kutoa taji hilo, kwa maana tofauti ya mabao 3 margin. Na kama RS Berkane wakifunga bao kwa mfano ikawa 3-1, RS Berkane ndio atakuwa kwa mabingwa, kwa sababu matokeo ya jumla yatakuwa 3-3, bao la ugenini litawabeba. Vinginevyo wakifunga moja, Simba wafunge 4, ama Simba wakiweza wafunge mabao 2 kama walivyofunga RS Berkane, matokeo yawe 2-2, alafu mwisho wa siku mikwaju ya penalty ije kupata mshindi, kwa sababu mikwaju ya penalty huwa haina mwenyewe, ni 50-50. Hiki alichokisema Fadlu Davids ni kama walivyofanya katika mechi zao mbili za robo finali dhidi ya Al Masry ya Misri, ambapo katika mechi ya kwanza Simba walipoteza 2-0 kama tunakumbuka vizuri kule mjini Ismailia, lakini marudiano kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam Simba wakashinda 2-0, matokeo ya jumla yakawa 2-2, na hivyo kwenda kwenye mikwaju ya penalty Simba wakashinda na kutinga hatua ya nusu finali. Sasa katikati ya mjadala juu ya
maelekezo ya CAF, barua ya CAF kwamba imependekeza mchezo huu wa marudiano tarehe 25 uchezwe kwenye uwanja wa New Amaan Complex visiwani Zanzibar. Wenyewe Simba wametamka hadharani mara kadhaa na mashabiki wao kwamba wanataka mechi yao ichezwe kwa Mkapa, ambako huchukua mashabiki takriban 60,000 kulinganisha na mashabiki kwenye uwanja New Amaan Complex ambao hawavuki 15,000. Ni eneo ambalo Simba walijipanga kucheza, tiketi zilishaanza kuuzwa wakiamini kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa wakiwa na support ya mashabiki takriban 60,000 wanao uwezo kufanya jambo kubwa, wanao uwezo kuwapa pumzi ya moto RS Berkane na kunufaika na kucheza nyumbani ili wapate matokeo. Ikumbukwe Simba katika michuano ya kombe la shirikisho msimu huu hakuna mechi waliocheza nyumbani kwa Mkapa ambako mgeni alipata walau sare. Zote Simba walishinda. Katika hatua ya kuwania kufuzu hatua ya makundi dhidi ya Al Ahly Tripoli ya Libya, ugenini walipata bila Simba, kwa Mkapa walishinda 3-1. Mechi za hatua ya makundi dhidi ya CS Faction, ugenini walishinda 1-0, kwa Mkapa walishinda 2-1. Dhidi ya CS Constantine, ugenini walifungwa 2-1. Marudiano kwa Mkapa kwenye hatua ya makundi walishinda 2-0 dhidi ya CS Constantine. Walicheza pia dhidi ya Bravos de Maquis ya Angola. Kule kwa Mkapa Simba walishinda 1-0, kule Angola iliisha 1-1. Lakini pia mechi dhidi ya Al Masry ambayo walifungwa ugenini 2-0 kama ilivyotoka kueleza, lakini kwa Mkapa wakashinda 2-0. Mechi dhidi ya Stellenbosch ilichezwa kwenye uwanja New Amaan Complex. Simba walishinda 1-0, halafu kule Afrika Kusini ikaisha 0-0. Kwa ufupi, mechi za nyumbani zote Simba wameshinda. Na sasa wanaamini ukicheza kwenye uwanja wa Mkapa itakuwa rahisi zaidi kutimiza mipango yao ya kupelekesha pumzi ya moto na kupata matokeo chanya. Lakini taarifa ya CAF kuelekeza mchezo huu uchezwe kwenye uwanja New Amaan Complex limeendelea kuibua mjadala, ingawa kocha Fadlu Davis anasikitika kwamba kwenye uwanja wa Mkapa ndiko ambako anaamini mashabiki ambao ni wachezaji wa 12 wangekuwa na idadi kubwa zaidi kuliko uwanja wa New Amaan Complex visiwani Zanzibar, lakini akasisitiza kwamba vyovyote itakavyokuwa mechi ichezwe kwa Mkapa, mechi ichezwe New Amaan Complex, mechi ichezwe kokote, hata pale kwenye uwanja wa Manispaa pale Berkane nchini Morocco ambako leo hii ndiko Simba walikopoteza 2-0. Kocha Fadlu Davis anasema hata ikichezwa kwenye uwanja ule tena anao uwezo wa kubadilisha matokeo. Vijana wake hasa kutokana kile ambacho alikishuhudia katika kipindi cha pili kuelekea mwishoni mwa mchezo ambapo Simba ilionekana kuimarika zaidi katika kuzuia na pia kutengeneza mipango ya kwenda kulishambulia lango la RS Berkane. Kocha Fadlu Davis anaamini na amesema kwamba kwa kile walichokiona katika kipindi cha pili watakwenda kufanyia kazi na wanaona dhahiri kwamba wanao uwezo wa kushinda na kutoa taji hili la kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu wa 2024-2025. Mwingine labda ajiulize ilikuwa vipi katika kipindi cha pili. Miongoni mwa mabadiliko yalifanyika ilikuwa ni pamoja na kuingia Joshua Budo Mutale akiwa na fresh legs, miguu mipya, akawa akicheza zaidi, akioperate eneo la kati ambalo Mamadou Lamine Kamara alikuwa ni nguzo kwa RS Berkane katika kuzima jitihada za Simba kwenye kushambulia, lakini wakati huo akihusika katika kujenga mashambulizi kuanzia eneo lake, lakini wakati huo akiwa amefunga bao. Alikuwa kwenye kiwango bora sana leo hii. Lakini alipoingia Joshua Budo Mutale, pengine kwa sababu ya hiyo miguu mipya kitokea nje na nishati mpya, pengine kwa maelekezo ya kocha Fadlu Davis, Mamadou Lamine Kamara pamoja na wenzake Yasin Labiri kwenye eneo la kushuka kwenye eneo hilo la kati kwa kiasi kikubwa lilidhibitiwa. Matokeo yake Simba sasa wakawa wakipata nafuu zaidi. Hata walipokuja kuingia kina El Morabat baada ya kutoka kwa Ayubu Khairi, bado Simba kuelekea mwishoni mwa mchezo walionekana kuwa juu zaidi, na tena RS Berkane walionekana kana kwamba pumzi imewapungukia kulinganisha na namna walivyoanza. Bila shaka kocha Fadlu Davis kwa maarifa yake ya ukocha ana vitu vingi ambavyo anaona vitamsaidia zaidi kupata matokeo mazuri zaidi kwenye mechi ya marudiano kulinganisha na vile ambavyo alianza na kuruhusu mabao ya mapema kwenye dakika 15 za kwanza, ambayo mwisho wa siku ndio aliyowapa RS Berkane ushindi katika mechi ya leo. Na bila shaka kocha Fadlu Davis atakuwa anakwenda kufanyia kazi upungufu kadhaa uliojitokeza wakati wakishambuliwa katika kipindi cha kwanza, ikiwamo wakati mwingine kukosa kuwa na mshonano wa kutosha, compactness, space, nafasi zikionekana za kutosha ambazo zilitumiwa na RS Berkane kuwaletea matatizo. Akifanyia kazi hayo, pengine ndio maana anampa jeuri na nguvu kocha Fadlu Davis kuamini kwamba mechi ya marudiano wacheze popote, wana uwezo wa kupata matokeo wanayohitaji. Je, itakuwa vipi? Bila shaka kufikia hiyo tarehe 25
maamuzi yoyote ya CAF kwa kocha Fadu Davis na vijana wake, yuko tayari, na hili ndio jambo la msingi. Kama ni kubishania juu ya uwanja, basi wabaki viongozi, wabaki wanachama, mashabiki na mamlaka nyingine za kushughulikia mpira wa miguu, lakini kwa benchi la ufundi na wachezaji wao ni vyema, kama alivyosema Fadu Davis leo hii, inaelekea wazi kwamba wao wamejiandaa kisaikolojia kucheza popote ili kuwapa furaha wana Simba, kuwapa furaha wa Tanzania. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye. Mbwaduke Stats Sport Next Level.